bwana, ndugu zangu, kuna story Mjumbe online tumeipata. Yeah. Ni ajabu kweli. Nafikiri watazamaji wetu wanatamani kusikia nini kilitokea. Sasa twende moja kwa moja tukasikie nini kilitokea. Leo nimetoka mwaka 2026 mpaka karne ya 17. Na sikuja hapa kwa bahati mbaya, nimekuja hapa kuna story ya ajabu sana kwenye taifa hili la Kilole. Hivyo basi story hii inawezekana ndio story bora kuwahi kutokea. Je, unataka kujua nini kilitokea? Sasa tega sikio, macho mbele kwenye simu yako, twende kwenye story hii. This is the Kingdom of Kilole. Strong, ancient, and rising toward destiny. Zamani sana, katika nyakati ambazo falme zilisimuliwa kama hadithi za nyota na upepo, kulikuwepo ufalme mmoja uliokuwa maarufu kwa uzuri wake, utajiri wake na amani yake ya ajabu. Ufalme huo uliitwa Kilole. Ulizungukwa na milima mirefu iliyofunikwa na ukungu wa asubuhi, mito iliyong'aa kama fedha chini ya mwanga wa jua, na mashamba yaliyokuwa na rutuba isiyo na mwisho. Watu waliishi kwa furaha, watoto walicheza bila hofu, na wazee walikufa wakiwa na tabasamu wakiamini hawatawahi kuona siku ya vita. Lakini hakuna amani inayodumu milele. Na hakuna moyo wa binadamu usio na kivuli. Mfalme wa Kilole aliitwa Zayid. Alikuwa mtu wa moyo wa ajabu sana. Hakutawala kwa hofu wala kwa mabavu. Alitawala kwa upendo. Alikuwa akisikiliza kilio cha maskini kama anavyosikiliza ushauri wa mawaziri wake. Watu hawakumheshimu tu, walimpenda kwa dhati kama baba yao. Lakini pamoja na upendo wote aliokuwa nao, maisha yake yalikuwa yamefungwa sana na watu wawili waliokuwa karibu zaidi na moyo wake kuliko mtu yeyote duniani. Wa kwanza alikuwa rafiki yake wa tangu utotoni, Salim. Walikulia pamoja. Walicheza pamoja wakiwa watoto wadogo, wakala chakula kimoja sahani moja, wakalala sakafuni pamoja bila kujua mmoja angekuwa mfalme na mwingine mshauri mkuu. Walipokuwa vijana waliinua panga pamoja vitani, wakapigana bega kwa bega, wakalinda mipaka ya Kilole huku wakiahidiana kwamba hakuna atakayemsaliti mwenzake mpaka pumzi ya mwisho. Kwa Zayidi, Salim hakuwa mshauri tu. Alikuwa ndugu wa roho. Mtu aliyemjua zaidi kuliko mtu yeyote duniani. Wa kwanza alikuwa dada yake wa damu, Nashira. Nashira alikuwa mwanamke mwenye uzuri wa kuvutia sana. Tabasamu lake lilikuwa laini, sauti yake tulivu, na macho yake yalionekana kama hayana hatia kabisa. Watu walimuona kama mfano wa upendo na uaminifu. Mfalme alimwamini kupita kiasi. Lakini ndani kabisa ya moyo wa Nashira kulikuwa na giza refu sana. Giza la tamaa. Alikuwa na mtoto wa kiume, mwanawe wa pekee, ambaye alimpenda kupita kiasi. Kadiri mtoto huyo alivyokuwa, ndivyo mawazo ya Nashira yalivyoanza kuharibika polepole. Kila alipomtazama mwanawe, aliona taji kichwani mwake. Kila alipomtazama kaka yake, aliona kiti cha enzi kinachomzuia mwanawe kuwa mfalme. Tamaa hiyo ilikuwa polepole kama sumu isiyo na harufu. Mpaka siku moja, moyo wake haukuwa tena na huruma. Usiku mmoja tulivu sana, Nashira aliingia jikoni kimya kimya, akamimina sumu ndani ya kikombe cha divai cha kaka yake. Hakutetemeka, hakulia, hakusita. Baadaye usiku huo, Mfalme Zayidi alikunywa divai hiyo bila kujua anakunywa mauti. Dakika chache tu zilipita. Mwili wake ukaanza kuungua kana kwamba moto ulikuwa unapita kwenye damu yake. Pumzi zikakatika. Mikono ikatetemeka. Akaanguka chini akipambana kuishi. Mayowe yakajaa ikulu. Madaktari walipomchunguza, wakasema kwa sauti ya hofu, ni sumu. Habari hiyo ilipotangazwa mbele ya baraza la mawaziri, ukumbi ulitulia kimya kama kaburi. Ndipo Nashira aliposimama, machozi ya kujifanya yakitiririka. Kwa sauti ya kulia alisema, najua ni nani aliyefanya jambo hili. Alinyosha kidole chake polepole kumwelekea Salim. Ukumbi mzima ulishtuka. Salim alibaki amesimama kama mtu aliyepigwa radi. Macho yake yalijaa mshangao, kisha yakajaa maumivu makali sana. Mimi, sauti yake ilivunjika. Alipiga magoti mbele ya baraza, kitu ambacho hakuwahi kufanya hata siku moja maishani. Machozi yakaanza kumtoka kwa wingi. Naapa kwa maisha yangu, naapa kwa Mungu, mfalme huyu ni ndugu yangu wa moyo,
nimewahi kuweka kifua changu mbele ya mishale kumlinda, nimewahi kumwaga damu yangu kwa ajili yake, ningefanyaje jambo hili? Alilia kwa sauti iliyokuwa inachoma mioyo. Hakuna aliyejibu. Hakuna aliyesimama upande wake. Alizidi kulia. Sina familia yenye nguvu, sina cheo cha kifalme. Nilitoka kwenye familia ya watu maskini, lakini moyo wangu ulikuwa safi kwake. Upendo wangu kwake ulikuwa wa kweli. Kwa nini hamnisikilizi? Alilia sana mpaka sauti yake ikaanza kupotea. Lakini alipomaliza kujitetea, kimya cha baraza kilikatwa na sauti za dharau. Mmoja wa wakuu alisema kwa baridi, ni rahisi kwa mtu wa hadhi ya chini kusaliti ili apande juu. Mwingine akacheka kwa dhihaka. Ulikuwa ukila mezani na wafalme, ukasahau ulipotoka. Mwingine akasema kwa ukatili, watu kama wewe hawastahili hata kusogea karibu na kiti cha enzi. Maneno hayo yalikuwa kama visu vilivyomchoma moyoni. Salim hakuweza hata kujibu. Alibaki akilia kimya, macho yake yakiwa yamejaa maumivu ya kusalitiwa na kudhalilishwa kwa wakati mmoja. Hukumu ikatangazwa. Afukuzwe mara moja. Usiku huo alipotoka lango la ikulu, mvua ilikuwa ikinyesha polepole. Hakuna aliyemsindikiza. Hakuna aliyemuaga. Alitembea gizani peke yake, akilia kimya kimya. Kwa siku moja tu alikuwa amepoteza kila kitu: heshima, jina, na ndugu wa moyo wake. Na mbali dirishani, Nashira alimtazama akipotea gizani. Uso wake haukuwa na machozi. Ulikuwa baridi. Na ndani yake kulikuwa na ushindi wa kimya, ushindi wa mtu aliyekuwa ameua upendo wake mwenyewe bila hata kutetemeka. Siku zilipita polepole ndani ya ufalme wa Kilole, lakini hazikubeba tena utamu wa zamani. Amani iliyowahi kusifiwa kama ya milele sasa ilikuwa imebaki kuwa kumbukumbu tu inayouma mioyo ya watu. Wakati Salimu akitembea mbali gizani usiku ule wa mvua, hakujua pa kwenda. Hakubeba mali, hakubeba chakula, hakubeba hata heshima yake, kwa sababu yote yalikuwa yamebaki nyuma ya kuta za ikulu. Alitembea siku nyingi sana. Mara alilala maporini akitetemeka kwa baridi. Mara alitembea jangwani miguu yake ikipasuka kwa joto kali. Mara alilala njaa kwa siku kadhaa bila hata tone la maji. Watu wa vijiji alipowaomba msaada, walimfukuza, wakamwona kama mhalifu. Habari za usaliti zilikuwa zimesambaa haraka kuliko upepo. Jina lake lilikuwa limegeuka kuwa la laana. Kuna usiku alilala chini ya mti mkubwa akiwa dhaifu kiasi cha kushindwa hata kulia. Alitazama anga na kujiuliza kwa sauti iliyovunjika, kwa nini maisha yamegeuka hivi? Kwa nini ndugu yangu wa moyo hakuweza hata kunisikiliza? Lakini hakukuwa na jibu. Na wakati yeye akipambana kuishi huko mbali, ndani ya ikulu hali ilikuwa mbaya zaidi. Matabibu walifanya kila walichoweza kumwokoa mfalme. Walimpa dawa za kila aina. Walifanya dua. Walikesha mchana na usiku wakipambana na sumu iliyokuwa ikiendelea kuutafuna mwili wake polepole. Lakini sumu ilikuwa kali kupita maelezo. Ilikuwa imeingia ndani ya damu yake kabisa. Siku moja alfajiri, pumzi ya mfalme ilianza kuwa nzito sana. Wale waliokuwa karibu naye waliona macho yake yakianza kufifia polepole. Kwa sauti ya mwisho iliyokuwa dhaifu sana, alinong'ona, Salim ndugu yangu. Kisha kimya kikatawala. Moyo wake ukasimama. Mfalme wa Kilole akafariki. Habari hiyo ilipotangazwa, kilio kikubwa sana kilitanda ufalmeni. Watu walilia barabarani. Wanawake walipiga vifua. Wazee walikaa kimya wakitetemeka kwa huzuni. Ufalme mzima ulivaa rangi ya maombolezo. Na huko mbali sana, siku moja Salim alipokuwa katika kijiji cha mbali, alisikia habari hiyo kutoka kwa wasafiri waliokuwa wakizungumza karibu na moto wa usiku. Mfalme wa Kilole amekufa kwa sumu, walisema. Maneno hayo yalimpiga kama radi. Mwili wake ulidhoofika ghafla. Alipiga magoti ardhini. Hakulia kwa sauti, bali machozi yalimtoka kimya kimya, yakitiririka bila kukoma. Moyo wake ulivunjika mara ya mwisho. Alisema kwa sauti ya uchungu isiyoelezeka, nilitamani nife kabla yako, si kuishi nikiwa msaliti machoni mwako. Usiku huo hakulala. Alikaa akitazama giza mpaka alfajiri, macho yake yakiwa mekundu kwa huzuni iliyokuwa nzito kuliko maisha yenyewe. Wakati huo huo, ndani ya Kilole, siku ya mazishi ya kifalme ilifika. Miji yote ilikusanyika.
Barabara zilijaa watu waliolia. Ngoma za huzuni zilipigwa polepole, zikisikika kama mapigo ya moyo wa ufalme uliovunjika. Jeneza la mfalme lilipita, likisindikizwa na vilio vya maelfu. Lakini nyuma ya machozi ya watu kulikuwa na macho mawili yaliyokuwa baridi. Nashira alisimama kimya, akivaa mavazi ya maombolezo, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa hakuna huzuni, kulikuwa na ushindi. Baada ya mazishi, baraza lilikusanyika haraka. Kwa kuwa mfalme hakuwa na mrithi aliyekomaa, mwana wa Nashira alitawazwa kuwa mfalme mpya wa Kilole. Lakini kila mtu alijua ukweli. Nguvu halisi haikuwa kwa mtoto huyo. Ilikuwa mikononi mwa mama yake. Nashira sasa alikuwa mtawala wa kivuli, mwanamke mwenye mamlaka makubwa kuliko yeyote katika ufalme. Na jambo la kwanza alilofanya lilikuwa kutoa amri ya kutisha. Salimu atafutwe popote alipo na auawe. Askari walitumwa kila upande. Walitafuta misituni, walitafuta milimani, walitafuta vijijini, walivamia nyumba, wakauliza wasafiri, wakachunguza kila njia. Lakini hawakumpata, kwa sababu Salim alikuwa tayari ameenda mbali sana, mbali kuliko walivyoweza kufikiria. Na huku Kilole ikianza kuingia polepole chini ya utawala wa hofu na siri nzito, mtu mmoja aliyedhaniwa kuwa amepotea milele bado alikuwa hai, lakini na moyo uliobeba maumivu makubwa kuliko upanga wowote duniani. Wengine walianza kuamini kweli ameenda kufia mbali na mateso yake. Wengine wakasema labda aliliwa na wanyama porini. Na kadiri miaka ilivyopita, jina lake likaanza kufutika taratibu kwenye kumbukumbu za watu wa Kilole. Lakini mbali sana, mbali zaidi ya walivyoweza fikiria, Salim alikuwa bado hai. Alipokimbia Kilole, alitembea kwa siku nyingi sana bila chakula wala msaada. Mwili wake ulidhoofika, miguu yake ilijaa vidonda, na mara nyingi alianguka njiani kwa uchovu. Siku moja akiwa amechoka kupita kiasi, alianguka karibu na lango la taifa moja dogo lililokuwa na neema ya ajabu, ardhi yenye mito mingi, mashamba yenye rutuba na watu wenye mioyo ya upendo. Walipomkuta, walidhani ni ombaomba tu aliyekaribia kufa. Lakini walipomnyanyua na kumpa maji, machozi yakamtoka kimya kimya. Hakulia kwa maumivu ya mwili, alilia kwa maumivu ya moyo. Habari zake zilipofika kwa mfalme wa taifa hilo, aliamuru aletwe mbele yake. Salim alipofikishwa, alikuwa dhaifu sana, lakini macho yake bado yalikuwa na utulivu wa ajabu. Mfalme alimwangalia kwa muda mrefu, kisha akamuuliza, "Wewe ni nani?" Salim alinyamaza kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya unyenyekevu, "Mimi ni mtu aliyepoteza kila kitu, isipokuwa imani yake kuwa wema bado upo duniani." Maneno hayo yalimgusa sana mfalme. Aliona hekima ndani ya mtu huyo maskini. Alimruhusu akae katika ufalme wake. Miaka ilipita. Salim akaanza kuishi maisha mapya. Alifanya kazi kwa bidii, aliwashauri wakulima, alisuluhisha migogoro ya wananchi, na aliwasaidia maskini bila kujali hali yake. Tabia yake njema ilifanya watu wote kumpenda sana. Walimwona kama kiongozi wa asili, mtu mwenye hekima ya ajabu, asiye na kiburi, mwenye moyo safi. Hatimaye siku moja, mfalme aliitisha mkutano mkubwa wa taifa lote. Kwa sauti ya ujasiri akasema, "Taifa letu linahitaji mtu mwenye hekima, uadilifu na huruma ya kweli. Kuanzia leo Salim atakuwa waziri mkuu wa maghala ya chakula ya nchi nzima." Shangwe zililipuka kila mahali. Watu walishangilia kwa furaha kubwa. Na tangu siku hiyo, Salim akawa kiongozi mwenye kuheshimiwa kuliko wote. Alijenga maghala makubwa ya akiba, akaweka mipango ya kulinda chakula kwa miaka mingi, na kuhakikisha hakuna mtu anayelala njaa. Hatimaye moyo wake ulipata amani aliyokuwa ameikosa kwa miaka mingi. Lakini wakati huo, huko Kilole hali ilikuwa imezidi kuwa mbaya sana. Mvua zilikuwa zimekatika kwa muda mrefu. Mito ilikauka, mashamba yakafa, mifugo ikaangamia. Njaa iliwakumba watu kwa kiwango cha kutisha. Watoto walilia usiku bila chakula. Wazee walianguka njiani kwa udhaifu. Hata waganga waliitwa, lakini hakuna aliyeweza kuondoa janga hilo. Hatimaye, baraza la Kilole likakutana kwa hofu kubwa. Waziri wao mkuu akasema, "Katika nchi zote jirani pia kuna ukame, lakini kuna taifa moja lililo mbali sana, lililobarikiwa kwa mito na mavuno tele. Mfalme wao ana moyo wa msaada. Labda anaweza kutuokoa." Nashira na mwanawe, sasa mfalme wa Kilole, hawakuwa na chaguo.
Walilazimika kwenda kuomba msaada. Safari yao ilikuwa ndefu na yenye aibu. Walifika katika taifa lile lenye neema na walishangazwa sana. Waliona maghala makubwa yaliyojaa chakula. Waliona watu wenye afya na furaha. Waliona amani ambayo walikuwa wameisahau. Walipokelewa kwa shangwe kubwa. Walipoletwa mbele ya mfalme wa taifa hilo, walieleza kwa unyenyekevu mkubwa, "Ufalme wetu unaangamia kwa njaa, tunaomba msaada wa chakula." Mfalme aliwasikiliza kwa huzuni, kisha akasema kwa upole, "Ninataka kuwasaidia. Lakini maamuzi ya kugawa chakula yapo mikononi mwa waziri mkuu wa maghala. Yeye ndiye anayejua akiba tulionayo. Atarejea kesho, mtazungumza naye." Hawakujua kwamba kesho yao ingekuwa siku ya hukumu ya dhamiri zao. Asubuhi ilipofika, kelele za furaha zilianza kusikika nje ya jumba la kifalme. Wananchi walikuwa wakishangilia kwa sauti kubwa. Msafara mkubwa ulikuwa ukikaribia. Na katikati yake alikuwa Salim, akiwa amevaa mavazi ya heshima, akitembea kwa utulivu, akipokelewa kwa upendo mkubwa. Nashira alipomwona, moyo wake ulisimama. Mwanawe alitetemeka. Huyu ndiye mtu aliyemsaliti. Huyu ndiye waliamuru auawe. Na sasa ndiye aliyekuwa na uwezo wa kuwaokoa. Ndani ya ukumbi, waliposimama mbele yake, hawakuweza hata kuinua macho. Walipiga magoti. Kwa sauti ya kulia, Nashira alisema, "Tumekuja kuomba msaada, si kwa sababu tunastahili, bali kwa sababu watu wetu wanakufa." Kimya kikatawala. Salim aliwatazama kwa muda mrefu. Machozi yakaanza kumtoka. Sio kwa chuki, bali kwa kumbukumbu ya maumivu ya zamani. Alisema polepole, sauti yake ikitetemeka kwa hisia, "Mmeniomba chakula, nami siwezi kulipa ubaya kwa ubaya, bali naweza kulipa wema kwa ubaya. Kwa sababu hata nikiwanyima ninyi, nitakuwa mwenye makosa kuliko hata ninyi wenyewe. Mmekuja kusema wananchi wa taifa langu ninalolipenda sana la Kilole wanakufa na njaa. Kwa hiyo nikisema nisiwape chakula, wananchi wa taifa la Kilole watakufa, alafu mimi nikadaiwa roho zao mbele za Mungu." Akifuta machozi yanayomlenga, aliendelea, "Nilidhani mateso yatanifanya kuwa mtu wa chuki, lakini yalinifundisha kuwa mtu wa huruma. Kama ningelipa ubaya kwa ubaya leo, ningekuwa nimepoteza utu wangu." Kisha akageuka kwa maafisa wake akasema, "Fungueni maghala. Wapeni chakula cha kutosha kuokoa taifa lao." Ukumbi mzima ulishtuka. Nashira alianguka chini, akilia kwa majuto makali. Kwa mara ya kwanza alielewa uzito wa dhambi yake. Na hapo ndipo funzo kubwa likazaliwa. Usimtendee mtu ubaya, maana dunia huzunguka. Na mara nyingi mtu unayemdharau leo anaweza kuwa ndiye atakayekuokoa kesho. Kwa sababu wema haupotei. Huchelewa tu, lakini hurudi kwa nguvu kuliko kisasi. Kweli nimeamini. Kesho yetu anaijua Mungu. Mimi hapa sina la ziada na kuomba tu subscribe channel ya Mjumbe Online na tukutane tena wakati mwingine. Asante mtangazaji wetu kwa kutuletea story hii nzuri mno, na haya ndiyo mambo ya Mjumbe Online. Nafikiri mmesikia story iliyotokea, na watazamaji wetu wamejifunza. Nafikiri tuondoke na tukutane wakati mwingine. Hear me now. From this day forth, Mjumbe Online shall be the guardian of our tales, the official story channel